Gavana wa kaunti ya Mombasa na naibu kiongozi wa chama cha ODM Abdulswamad Sharif Nassir amesema kuwa chama cha Orange Democratic Movement kinajiandaa kuanzisha mazungumzo rasmi ya muungano na serikali ya Rais William Ruto, hatua itakayowezesha kubadilisha mwelekeo wa siasa za Kenya. Msimamo wetu sisi kama chama cha ODM ni lazima hii Januari saa hii leo tarehe 28, 29, 30, 31 tunaombea party leader pumzika siku mbili. Ukimaliza ni lazima tuite Central Committee ya chama cha ODM. Agenda iwe ni kupeana ruhusa chama cha ODM kianze mazungumzo ya ubana na kuweza kuweka uwazi na wale ambao kwamba ni wa chama cha Rais Ruto UDA, tukubaliani. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya kitamaduni ya kila mwaka ya Wachangamwe, hafla iliyoandaliwa kusherehekea turathi za kitamaduni, umoja na utambulisho wa eneo hilo, Gavana Nassir alisema ODM inalenga kuachana na ushirikiano wa kisiasa usiokuwa rasmi na badala yake kuingia kwenye mazungumzo yaliyoidhinishwa rasmi, huku akifichua kuwa mipango inaendelea kuitisha kamati kuu ya chama cha ODM ili kutoa mamlaka rasmi ya kuanza mazungumzo hayo. Hatutaki kuambiwa ile mambo ya Kamwe States juu tutapatiwa waziri mmoja, waziri wawili, ama huyu tupatiwe hiki. We need to sit at the negotiation table from now. Kwa upande wake, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi alitetea ushirikiano wa chama cha ODM na serikali ya sasa, akisema maendeleo ya maana na ajira hupatikana tu kwa kuwa ndani ya serikali. Tumezungumza ya kwamba kama kuna nafasi zozote ambazo zinaweza kupatikana za kikazi za kila aina, hakuna mwingine kutoa isipokuwa ni serikali. Sisi tujiweke katika ulingo ya kuwa tunamsupport William Ruto saizi, na kura inayokuja tutamsupport pia vile vile. Mbunge huyo alisema kuwa serikali jumuishi imewatoa viongozi wa pwani kwenye siasa za upinzani na kuwapa nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika maamuzi ya kitaifa, akibainisha kuwa viongozi wa eneo hilo kwa sasa wanahudhuria vikao vinavyoongozwa na Rais Ruto. Sisi tumeona waziri kule kwako Kwale, nyinyi mliamua mnamsupport na mambo yote mazuri mkapata. Wale wakilifi kidogo, wakina Kingi kidogo tu na chama chao cha PA, tukaona mazuri waliopata pia vile vile. Sisi tulio wengi kura zetu hazikutupatia chochote. Kama si broad based government, hata waziri tungekuwa hatuna mpaka leo. So kwa ufupi, kwa mtazamo wa mtu wote mwenye akili, kura za 2027 zitashindwa na William Samoei Ruto. Kwa upande wake, waziri wa michezo na turathi za kitaifa Salim Mvurya aliwaomba wakazi wa muunge mkono Rais William Ruto katika azma yake ya kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kwani serikali yake imewajali wa pwani kwa kuwapa fursa kwenye keki ya kitaifa. Tuunge mkono Mheshimiwa William Ruto sasa na hata 2027 tumuunge mkono, kwa sababu hiyo ndiyo serikali ambayo imetujali, ndiyo serikali ambayo tunazungumza, ndiyo serikali ambayo imeweka mipango ya pwani hapo katikati ya meza, ndiyo serikali ambayo wapwani wameketi. Zile timu nyingine ambayo tunauziwa hapa kwa uchochezi wa kabila, kwa uchochezi wa mgawanyiko, hatuoni sura ya Kenya na hatuoni mpwani ameketi wapi. Mirindimo ya kisiasa ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 yameanza kurindima, huku kila mwamba ngoma akivutia kwake. Nikiripotia Al-Hajar TV kutoka kaunti ya Mombasa, langu jina ni Mohamed Atib Abdallah.